Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tumeianza siku mpya, Jumatatu njema kwa Bwana, lakini pia Jumatatu iliyofungua malango ya baraka. Na tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana, lakini kabla sijaanza kuongea neno lolote, naomba ulisikie neno la Bwana, ulishike siku ya leo. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Nehemia sura ile ya 2 mstari wa 20. Ndipo nikawajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Kwa hiyo Bwana akanisemesha kwa habari ya yeye kutufanikisha. Wiki hii tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana. Ukiachana na mambo yote Mungu anaenda kuyafanya, lakini sauti yake imesikika katika ulimwengu wa roho ikisema Bwana anaenda kutufanikisha. Bwana anaenda kutufanikisha. Tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya kulindwa na yeye, kwa ajili ya kubarikiwa na yeye, kwa ajili ya agano ya kwamba sisi ni wa Bwana. Tunalo agano na Bwana juu ya maisha yetu. Lakini katika mambo yote ambayo Mungu anaenda kuyafanya wiki hii, sauti yake imesikika ya kwamba yeye Bwana peke yake anaenda kutufanikisha. Na mafanikio ni nini katika ulimwengu wa roho? Yapo mambo mengi ambayo yamejiingiza humo. Ni sawa na baraka. Yapo mambo mengi ambayo ukisikia mtu amesema amebarikiwa, kuna mambo mengi sana yamo humo. Kwa hiyo tunapoenda kumwambia Mungu ametufanikisha, kutakuwa kuna amani ya kutosha, kutakuwa kuna ushindi katika kila kona ambazo adui anachomokea huko. Ushindi utakuwepo. Ushindi utakuwepo. Adui atakuja kwa njia moja, ataondoka mbele yetu kwa njia 7. Msaada wetu utatoka kwa Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Usiogope kwa ishara iwayo yote adui atakayoileta kwako. Hatafanikiwa. Hatafanikiwa. Kwa maana msaada wetu upo kwa Bwana, yeye peke yake ndo atakayetushindia. Vita haitakuwa ya kwetu wiki hii. Tutakaa kimya na Bwana atatupigania. Sauti ikasikika ikisema yeye ndio Mungu atakaye tufanikisha. Ndipo nikawajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Hiyo ni sauti ambayo Mungu amenisemesha kwenye kitabu cha Nehemia ile sura ya 2 mstari wa 20. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu asubuhi ya leo, tunamwambia Mungu uzima wetu, afya zetu, ushindi wetu upo kwako. Huwa kuna namna Mungu anaichukua vita ya kwetu. Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati utakutana na Yehoshafati anaangalia vita iliyo mbele yake. Halafu anamwendea Bwana. Alipomwendea Bwana, Bwana akaichukua ile vita akamwambia Yehoshafati, wewe utakaa kimya, hautapigana. Vita ni ya kwangu, vita sio yako. Mimi nitapigana na wewe utakaa kimya. Ndivyo ilivyo kwetu. Vita iwayo yote katika ulimwengu wa roho, vita iwayo yote, si tutakaa kimya. Bwana atapigana. Kazi yetu ni moja tu, kujiweka wakfu kwa Mungu wetu. Tunajua kabisa ya kwamba zipo silaha za uharibifu. Nilikuwa naongea na watu jana, nikawa nawaambia hivi, shetani amepanda uharibifu kila kona. Yani vita, yani mahali popote unapofaa ulipo, vita ipo. Yani unapokuwa kwenye biashara yako kuna vita inaendelea. Unapokuwa kwenye kazi yako, umeajiriwa pale kazini kwako, kuna vita inaendelea. Unapokuwa kwenye sehemu, vita inaendelea. Na ndio maana unakuta mtu yuko kazini, yeye ana cheo fulani, lakini ameshashushwa kwenye hicho cheo. Unakuta hana kibali tena. Kibali anacho mtu mwingine, ila cheo jina linataja la kwake. Anataja manager, wewe ni manager. Lakini bosi wako akija, hakuangaliwi kama manager. Kuna mtu anamuuliza na kumwangalia. Huyo ndio anayemsikiliza. Wewe umebaki tu jina. Maana yake umeshushwa kwenye kiti katika ulimwengu wa roho. Lakini upo kazini, lakini umeshushwa kwenye kiti. Kwa hiyo manager akibaki kuwa manager, jina inamaanisha manufaa ama marupurupu ama profit, zile benefit
za kuwa manager hawezi kuwa nazo. Kama ukishushwa kwenye kiti, hauwezi kuwa mfanyabiashara ambaye uko chini ama uko nje ya kiti chako cha biashara halafu kabaki kuwa na faida. Si kweli. Kwa hiyo unakuta nani anayemshusha mtu kwenye kiti huko makazini? Nani anayefanya uharibifu huo? Shetani na mawakala wake wapo kazini. Sasa ni nini tufanye? Tujiweke wakfu kwa Bwana ili sisi tubaki kuwa wa Bwana. Kila atakayesogelea ataangamia. Kila atakayesogelea, mkono wa Bwana utashughulika naye. Wakati gani? Wakati sisi hatuelewi kama kuna vita inaendelea. Na kwa tunapoenda mbele za Bwana kujiweka wakfu kwa Bwana, kuna uharibifu mkubwa sana shetani ameweka. Nilikuwa na mtoto wangu mmoja alisikia ile ibada ya shukrani ya wiki iliyopita. Nikawa nimemtolea ushuhuda mtu mmoja ambaye nilisema ya kwamba alikuwa yuko vizuri, tulikuwa tunafanya naye kazi, halafu akaparalyze. Sasa kuna secretary wangu akausikia ule ujumbe, akawa ananiambia, kwa sababu wakati yeye anatoa ushuhuda yule secretary alikuwa anasikia. Halafu yule secretary akaniambia, baba, kuna mahali huku ulisahau kuongea. Nikamwambia nini? Akasema, unakumbuka ule ndugu alivyokuwa akiongea hapa, alisema ya kwamba alivyo paralyze alianza kila kitu kujifunza upya. Yani alianza kujifunza kumbukumbu upya, alianza kujifunza kuongea upya. Aliomba radhi akasema hivi, ukiona naongea alafu natulia kama nakusikiliza, usione kama sisikii, bali ninajifunza bado kuongea. Na ni mtu mzima, ninajifunza bado kuongea. Aina ya vile ambavyo nilipigwa na adui, nilishindwa hadi kuongea, najifunza upya. Akasema, baba, hiyo hukusema. Nikasema ni ukweli, hata mimi nilipitiwa kutoa ushuhuda huo kwamba kama Bwana asipotulinda, hivi kweli adui anaweza akaingia akaharibu maisha yako mpaka ukaanza kujifunza upya kuongea. Hapana, tutajiweka wakfu kwa Mungu wetu. Hatutaruhusu uharibifu upite maishani mwetu. Hatutaruhusu uharibifu upite kwa watoto wetu. Hatutaruhusu uharibifu upite kwenye biashara zetu. Hatutaruhusu uharibifu upite mahali tumeajiliwa. Hatutaruhusu uharibifu upite kwenye mahusiano yetu, kwenye ndoa zetu. Tutajiweka wakfu kwa Bwana, tulindwe na Bwana, tutetewe na Bwana, tuwe waagano na Bwana. Kwa hiyo tunaona uharibifu ni mwingi, lakini Biblia inasemaje? Maandiko yanasema tutashinda na zaidi ya kushinda kwake Yesu aliyetupenda, kwake Kristo aliyetupenda. Sisi tuko salama. Hakuna atakayenyanyuka akatushinda. Watashindana nasi lakini hawatashinda kamwe. Lakini ushindi upo kwetu. Mashindano yapo, ushindi upo kwetu. Tunashindaje? Tutajiweka wakfu kwa Mungu wetu. Kama hii vita unaiweza we peke yako, sawa, mimi siwezi nikasema mengi, lakini ninachokijua, vita yetu bila mkono wa Bwana hatuvuki. Tunamhitaji Yesu. Wiki hii ninajua zipo baraka zimeandaliwa kwa ajili yetu. Mungu ameziandaa baraka. Ndio maana nikaisikia sauti kutoka kwenye kitabu cha Nehemia ya kwamba ndipo nikawajibu, nikawaambia Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Wiki hii ni wiki ya kufanikiwa sana. Utafanikiwa sana. Kwenye biashara yako utafanikiwa sana. Kazini kwako utafanikiwa sana. Yale mambo uliyosubiria kwa muda mrefu, wiki hii utafanikiwa sana. Uharibifu wao wote utakao kuja, utagonga mwamba, hautakusogelea. Ajali ambazo shetani amezitegesha hazitakupata kwa jina la Yesu. Tupo salama kwa sababu tuko na Bwana, na ndio maana tunajiweka wakfu kwake. Mungu akasema hivi, waambie wana wa Israeli wajiweke wakfu, ili napowaangalia nijione ya kwamba ninahusika na maisha yao. Mungu anawaambia, waambie wana wa Israeli wajiweke wakfu, ili napowaona niwaone kwamba hawa ndio waliokubali niwabariki, hawa ndio wanaotamani kubarikiwa na mimi. Wajiweke wakfu basi. Neno kujiweka wakfu ni kutengwa, kwamba tu waonekane katika uso wa roho, katika ulimwengu wa roho, waonekane ya kwamba hawa ni wa kwangu, hawa ni wa kwangu. Kuna mtu mmoja anaweza sema ananielewa. Kwa nini Mungu anataka watu watengwe? Kwa nini Mungu pia anataka watu wajiweke wakfu? Mungu ameweka kitu kinaitwa free will, nguvu ya uchaguzi, nguvu ya uchaguzi. Hiyo ndio kitu ambayo mtu mmoja alikuwa ananiuliza, sasa Mungu kama anajua mwisho kabla ya mwanzo,
Yesu ndiye anayejua mbinguni anaenda nani, nani haendi. Kwa kweli nataka nikuhakikishie, Mungu hata kama anaujua mwisho kabla ya mwanzo, lakini uchaguzi wa nani aende mbinguni, nani aende motoni, upo mikononi mwa mtu mwenyewe. Hiyo aliamua yeye aiachilie, na ndio maana maandiko hayasemi ya kwamba Mungu atampendelea mtu kwenda mbinguni au atamwacha mtu aende kuzimu kwenye moto. Si kweli. Kuna nguvu ya uchaguzi, nguvu ya uchaguzi, na ndio maana kwa nguvu hiyo ya uchaguzi Mungu anawaambia wana wa Israeli ya kwamba angalieni msije mkakengeuka mkaiabudu miungu migeni. Maana yake nini? Uchaguzi uabudu Mungu gani upo mikononi mwa mtu. Mungu aliweka hivyo. Ndio hiyo inaitwa ni free will. Mungu ameweka hivyo, na ndio maana ukiangalia katika Eden kulikuwa kuna uchaguzi wa Adam na Hawa kukataa udanganyifu wa shetani. Ulikuwa ni uchaguzi wao. Kwa Mungu hakujua kama atawafukuza, kwa sababu hakujua kama wangefanya ule uchaguzi, kwa sababu ule uchaguzi ulikuwa mikononi mwao. Na ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho, katika mambo haya ambayo yanahusisha uchaguzi. Mungu hawezi jua nani atajiweka wakfu leo, kwa sababu uchaguzi wa kujiweka wakfu, uchaguzi wa kutaka kubarikiwa na Bwana uko mikononi mwa mtu. Na ndio maana Mungu anawaambia Israeli, jiwekeni wakfu basi nijue ya kwamba ninyi mmenichagua mimi niwabariki. Jiwekeni wakfu, nataka kuwabariki, lakini jiwekeni wakfu ya kwamba ninyi mmenichagua mimi. Ni uchaguzi. Na ndio maana Mungu akamwambia Yakobo, iondoe miungu migeni nipate kujua mimi ni Mungu wenu, nipate kusema nanyi. Wakaiondoa miungu migeni. Walipoiondoa miungu migeni, Bwana akaanza kusema nao kama Mungu kwao, kwamba hawana Mungu mwingine. Akaanza kuwasemesha kama baba kwao, ya kwamba hawana baba mwingine. Na sisi tunapojiweka wakfu, ni kwamba ni tendo la kiroho linaloonyesha ya kwamba hatuna Mungu mwingine, hatuna msaada mwingine, hatuna akili zaidi ile ambayo imewekwa nuru na Mungu mwenyewe. Hatuna msaada wowote wa miungu migeni, bali ni yeye peke yake. Kwa Mungu anapoiona hali ya kujiweka wakfu, anasikia kuwa responsible, anasikia kuwajibika na maisha yetu, kwa sababu ni kanuni yake. Tunapojiweka wakfu kwa Bwana inaitwa total surrender, kwamba Mungu, hatuna Mungu mwingine ila wewe. Hatuogopi kwa sababu tuna wewe, hatutatetereka kwa sababu tuna wewe. Yani hiyo ni total surrender kwa Bwana. Kwa tunapoenda mbele za Mungu na kujiweka wakfu kwake, tunajiachilia mbele ya uso wake. Tunamwambia Mungu tupo tayari kuongozwa na wewe, kutetewa na wewe, kulindwa na wewe. Tupo tayari kuwa mikononi mwako, tupiganiwe na wewe. Wiki nzima hii ikawe ya ushindi. Wewe uangalie, uwe responsible, uwe mhusika wa afya yetu, wa amani yetu, wa ulinzi wetu, wa mafanikio yetu. Tunajiweka wakfu kwamba we Mungu ndio peke yako. Kwa hata nyakati nyingine tukitembea hivi, adui akiwa anakuja, we Mungu katulinde, hatuna Mungu mwingine. Ndio maana ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Watoto wetu we Mungu liye hai ukawaangalie. Sisi wenyewe tunapoenda katika mambo yetu tuangalie, hatuna Mungu mwingine ila wewe. Tunataka tukajiweke wakfu kwa Mungu wetu. Kama upo tayari kusema, Mungu, mimi msaada wangu watoka kwako wiki nzima hii, nataka nijiweke wakfu kwamba nilindwe na wewe, nitetewe na wewe, nipiganiwe na wewe, sina Mungu mwingine. Adui akija kwa njia moja, wewe ujue namna gani utamuondoa, ila atoke mbele yangu kwa njia 7. Sina Mungu mwingine. Uharibifu japokuja kwa namna yoyote, we Mungu nitetee, sina Mungu mwingine. Nataka tuende mbele za Bwana, niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, tunakushukuru sana kwa rehema na neema nyingi kubwa unazoziachilia kwetu katika jina la Yesu. Najua Bwana unatuwazia yaliyo mema, na imesikika sauti ukinisemesha ya kwamba we Mungu unaenda kutufanikisha sana wiki hii. Mungu liye hai, ninaomba neema yako iendelee kwa kila anayejiweka wakfu kwako, kwa maana hatuna Mungu mwingine atuokoae ila wewe Jehova. Hatuna msaada mwingine Bwana. Njia zetu zijapokuwa njema ama zijapokengeuka, msaada wetu atoka kwako. Hatuna Mungu mwingine atusaidiaye. Wewe peke yako utaturejesha katika njia na kutufundisha katika njia itupasayo kuienenda. Baba, tunajiweka wakfu kwa ajili ya kufanikiwa ndani ya wiki hii.
Tunajua adui ni kama simba ungurumaye akitafuta kutumeza, lakini tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Mungu liye hai, asante kwa maana hii vita si yetu, vita ni ya kwako. Wiki hii tunaikabidhi vita yetu mikononi mwako. Siku zote za maisha yetu wewe ni Mungu wetu, vita yetu ni vita yako, utupiganie na kutushindia. Adui ajapokuja kwa uharibifu hatafanikiwa. Ajali zilizotegeshwa ndani ya wiki hii hazitafanikiwa. Siku zote za maisha yetu hatutapata ajali za uharibifu, kwa maana wewe ni Mungu wetu na tunajiweka wakfu kwako. Mungu liye hai, uharibifu wao wote makazini, kwenye biashara, adui aliyoutegesha, ratiba zote za uharibifu, shetani na Lucifer na malaika zake wamezitegesha, tunaziharibu ratiba zote katika jina la Yesu. Ratiba za giza, ratiba za uharibifu, ratiba za aibu, ratiba za mauti, ratiba za mateso, tunaziharibu kwa jina la Yesu. Tunajiweka wakfu kwako Mungu liye hai. Tunajiweka wakfu katika kufanikiwa. Tunajiweka wakfu katika kutetewa na wewe, tupiganiwe na wewe. Roho Mtakatifu liye kiongozi wetu, utufundishe kuenenda katika njia yetu pasayo kuienenda. Roho Bwana, wewe peke yako ukawe mwalimu wetu katika wiki hii, ukawe kiongozi wetu katika wiki hii. Hatutatembea kwa akili zetu, mafuta yakatufundishe, mafuta yako Roho Bwana akatuongoze, mafuta yako yakatupe mwelekeo wa njia yetu pasayo kuienenda, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, tunaenda kinyume na giza lote, tunaenda kinyume na uharibifu wote, tunaenda kinyume na uchawi wote, tunaenda kinyume na roho zote za magonjwa, roho za uharibifu, roho za mateso, tunaziharibu leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa mafuta yako na nguvu zako. Tunajiweka wakfu leo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. We Mungu katutetee unapoziangalia na sadaka zetu za kujiweka wakfu kwako, ukaziangalie sadaka zetu, ukazitakabali sadaka zetu, ziwe manukato katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema na rehema. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Jehova, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema, utaiachilia sadaka hiyo kwa Bwana, ikiwa ni sadaka ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Nataka nikusisitize, adui anaweza akakusahaulisha, akakupa uzito, akakwambia baadaye. Kataa, ikamilishe ibada hii, ikamilishe ibada hii. Usikubali kuisikia ibada hii halafu kaacha kutoa sadaka yako. Usikubali. Hata ni uzito wa namna gani, pambana nao mpaka utoe sadaka. Tena sadaka ile ambayo moyo wako na kusukuma kuitoa, ile sadaka pambana nayo. Hakikisha unatoa sadaka ili uweze kuwa pateka, uwe mrithi, uwe mmiliki wa ahadi hii ya kulindwa na Bwana. Kwa hiyo vita itakuwa ni nyingi. Unaweza ukajikuta umetoa haraka, lakini kumbe ulichokitoa sicho kile Mungu anachotaka ukitoe. Lakini pambana mpaka utoe kile ambacho unataka kukitoa. Na kile unachotaka kukitoa unaweza ukakuta unapata uzito, unaambiwa utatoa baadaye, utatoa kile. Pambana, nenda kaguse hazina yako ambayo hujaigusa, lakini nenda umtolee Bwana kilicho bora kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Zipo baraka kubwa ambazo zitaenda kuiangalia sadaka uliyoachilia, halafu zitaachiliwa ndani ya wiki hii. Yapo malango mengi yanaenda kufunguka. Usiathiri kwa namna iwayo yote. Nenda ukaachilie sadaka ambayo unaisikia ndani ya moyo wako. Utaachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema na wiki njema. Amen.